serikali inafikiria sana mambo zenyu, na pia itawasaidia kwa biashara zenyu, mwinuke muweze kufanya biashara zaidi vizuri. Naongea haya maneno kwa sababu hii Kenya tunaenda kutoka sasa ni Kenya mpya ambayo tunataka kufanya yale pengine miaka hii yote hatujaweza kushikanisha. Na pia niseme mimi kama chairman wa Administration National Security ninafurahi zaidi kwa sababu mambo ya hii ya ufisadi ya corruption na hii BBI itakuwa mzuri kwa sababu ukiwa umeingia kwa ufisadi miaka 2 kabla ishe, ni lazima kesi yako ifanywe, zile pesa umepora za serikali zirudi kwa serikali, na serikali iweze kupata hizo pesa ifanye kazi ya hospitali au kujenga mabarabara, na hii ni muhimu sana. Na pia watu ambao wangepanga mipango sio mzuri ya pesa za serikali, ukiwa umepatiwa kandarasi, ukipata kandarasi, ukimaliza kazi yako kabla ya miezi 2 kumalizika, ni lazima ulipwe pesa. Mara nyingi hapo ndio pesa nyingi za serikali huibiwa, na ni vibaya sana. Na kabla sijamuita deputy governor, iko kitu moja ingine nilikuwa nataka kusema tafadhali, ambao tumefikiria habari ya mambo ya hii BBI. Mkiangalia tumekuwa na kesi nyingi sana, na karibuni mkikumbuka hapa kwangu hapo pahali inaitwa Kagongo, iko mtoto kijana aliua wazazi wake na kaua dada zake na akawamaliza. Mafikirio yangu katika ambayo itakuja miaka mingine, ni vizuri tukue na zile kamati ambazo zinafanya ile dispute resolution katika vijiji, ndio watu wanapata haki kama ni ya familia, habari ya mashamba na hiyo mambo ingine, kwa sababu watu wengi hawawezi kulipa ile pesa ambazo wanaulizwa na mawakili, alafu kunakuwa na shida sana. Mimi naonelea ni vizuri kama hivyo itafanyika, ndio hizi mambo za watu kushinda wanawana na hiyo mambo ingine sio mzuri. Na pia niseme tuna shida sana kwa vijana. Hii mambo ya hard drugs imeingia sana Kenya, na kwa hizi sheria mpya tunaweka itatusaidia tusaidie hii generation ingine isimalizike. Hatutaki hii generation ikwishe. Ningetaka kwa wakati huu kwa ajili ya kumalizia, ndio tumuite Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga. Nitaita watu watatu waje waongea kwa kifupi sana kwa sababu ya watu wa media. Na kwanza nitamuita Sospeter Mwaura, yuko hapo. Sospeter. Sorry sir. Tumerekebisha tafadhali. Tumekubaliana maybe baadaye kama iko mtu anauliza neno tutauliza wakati tunamaliza, lakini kwa wakati huu I would like to invite Tele kufika hapa, ambayo ni makao makuu ya wazee wa Gikuyu. Hapa hii kiwanja iko katika shamba ya Koinange wa Mbiu, ambaye kwa mzee ambaye alipigania uhuru. Kwa historia yetu utaona kwamba mwaka wa 1909 Koinange wa Mbiu alienda kwa mahakama kutaka apewe ruhusa ya kupanda kahawa. Wakati hiyo Maafrika walikuwa hawakubaliwi kupanda kahawa mwaka huu. Na baadaye yeye alikuja mishoe akashikwa akawekwa ndani. Na mimi wakati aliwachiliwa huru, mimi nimekuja hapa na Jaramogi kwake hapa kupokea yeye
wakati ambao yeye alikuwa ametolewa kwa gereza wakati huo. Kwa hivyo hapa mimi si mgeni. Sasa nyinyi wafanya biashara wa Githurai, nyinyi ni watu wangwana sana. Manake mmekuja na memorandum. Mmeandika memorandum mzuri sana na kiongozi wenu amesoma. Yale maneno alisoma hapo yote yale ambayo mmedai, nikikuja huko Githurai nitakuja na jawabu. Sawa. Wakati mwingine mimi nilipita hapo, unajua nilisalamiwa kabisa vilivyo wakati ile ya kampeni, na mimi nijua kwa sababu gani wakati ile. Lakini kuna wakati mwingine mimi nilikuja hapo wakati nilisema Kibaki tosha, na mimi nilikaribishwa kabisa hapo. Hapo ndio kwanza wakanipatia mimi batizo ya Mtongoria Jamba. Nikipanda nikielekea huko Thika, nikipita na bandera huko Chania, nikaingia kule Kenol, nikaenda mpaka tukaingia Murang'a, tukaenda Sagana mpaka Nyeri, mpaka kule Karatina, mpaka kule upande wa Mkureni mpaka Othaya. Raila Mtongoria Jamba. Kwa hiyo watu ambao nasema Kikuyu wataki Raila, sijua hiyo wametoa wapi. Sasa nyinyi ni wafanyi biashara, na biashara ni kitu muhimu sana kwa taifa. Unajua wakati tulipopata uhuru Kenya hii, wale ambao walikuwa wafanyi biashara wakubwa walikuwa ni wazungu. Wazungu ndio walikuwa wabepari, na Wahindi na wengine walikuwa makabaila, wale masettlers. Na Wahindi wakawa wale wanaitwa mabwanyenye, walikuwa Wahindi. Waafrika walikuwa makabwela tu. Sasa baadaye, baada ya uhuru, serikali ya Kiafrika ilianzisha mfumo wa siasa ya kujaribu kuregesha uchumi kwa mkononi wa Waafrika. Wakaanza sera ya inaitwa Africanization policy. Hii Africanization baadaye ikabadilishwa kaitwa Kenyanization, kupatia mtu mweusi fursa ya kuingia kwa biashara. Hapo ndio KNTC ilianzishwa. Hati vile vile ICDC ikaanzishwa kutoa mkopo kwa Afrika ili waweze kuanza biashara ambayo ilikuwa inafanywa mbeleni tu na wazungu na Wahindi peke yake na Waarabu wengine. Baadaye maana kwa Wahindi ndio walikuwa wanafanya hata biashara rejareja ilikuwa inafanywa na Wahindi. Wakatoa sheria kusema kwamba hii biashara ya rejareja huwezi kufanya kama wewe si Mkenya. Manake kulikuwa hapa Wahindi walikuwa hapa, lakini walikataa kuchukua utaifa wa Kenya. Walikuwa wamebaki ni kama Waingereza. So wakasema tunataka Kenyanize our economy. Kwa hivyo naweza kufanya biashara ya juu ile ya jumla, lakini biashara ya rejareja mpaka itafanywa na Kenyan citizens. Ikaitwa Africanization. Baadaye waliposema hii Africanization inaleta ubaguzi ya rangi, ikaitwa Kenyanization wakati hiyo. Na Afrika wengi wakaanza kufanya biashara wakati ile. Wakatoka katika hali ya ufukara, hali ya makabwela, wakakuja katika hali hii ya mabwanyenye wakati hiyo. Hiyo ni 60s mpaka 70s. Ile kitu ambayo iliharibu mambo hiyo ilikuja kama inaitwa the Ndego Commission report, ambayo ikapendekeza kwamba hata wafanyikazi wa serikali wanaweza kufanya biashara.
Sasa wafanyikazi wa biashara wakaanza kwenda pale, wanapambana na mtu mwingine ambaye ametoka tu na yeye anategemea tu hii biashara peke yake. Yeye anafanya kwa serikali, mwisho wa mwezi anapewa mshahara, na hiyo pande nyingine yeye vile vile anashindana na wewe. Hiyo ndio ilileta mambo, yakaanza mambo ya ufisadi kubwa katika taifa letu. Lakini mambo ya biashara, the private sector, kwa nchi ambazo zimeendelea mbele zaidi, ndio inainua uchumi, private sector. Na private sector inaanza na small trader, mtu wa chini, huko chini, ndio anatanda huko, anakuja juu. Hapa nimeona mama mboga, mama wa nyanya, nimeona hao wote ambao wanauza wa viazi na kadhalika. Hapa hawa ni watu muhimu zaidi katika uchumi wetu. Bwana, taka wasaidiwe vilivyo, na serikali imefanya vizuri kuanza kujenga hiyo soko kule hapo Githurai. Mimi ndio nilijenga Thika Super Highway nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Wakati mimi nilikuwa nabomoa manyumba, watu wanasema Raila hataki Wakikuyu ndio sababu anajomba nyumba zetu. Nilikuwa naambia kwamba ile barabara tunataka kujenga hapa haijaonekana hapa katika Afrika Mashariki. Katika bara ya Afrika iko tu kule Afrika Kusini peke yake. Manake nilitoa kampuni moja ya Afrika Kusini kuja kufanya hii mchoro ya hii Southern Bypass, the Eastern Bypass, the Northern Bypass, the Link Road, the Thika Super Highway. Zote nilichora wakati hili kama mimi niko waziri. Zingine sasa najengwa wakati huu. Lakini hiyo maneno yote mimi ndio nilikuja nayo hiyo maarifa. Sasa tulipokuwa tunabomoa manyumba, wakasema Raila anaharibu manyumba zetu, anataka Wakikuyu wawe wafukara na kadhalika. Lakini mimi nilikuwa naangalia mbele, ndio sababu nikafanya yale. Lakini baadaye ilikuwa serikali ije na njia ya manake wote wametolewa kwa barabara, jenga mahali ambapo watu wanaweza kukaa, jenga mahali ambapo wanaweza kufanya biashara yao, ili usiwafukarishe kwa sababu ya yale maendeleo ambayo yamefanyika huko. Sasa imefanyika, wanajenga soko, umesema reli imekuja, meweka ua hapa na pande hii, nataka daraja ijengwe, madaraja ili unaweza kutoka pande hii ya soko uje pande nyingine, ama sivyo? Itafanyika. So yale mnafanya, najua nyinyi mnafanya jitihada mingi zaidi, lakini kuna pande ile nyingine ambayo nyinyi pata mzigo kubwa. Kwa mfano, kuna ushuru ambayo mnalipishwa kila mara. County government ya Nairobi, county government ya Kiambu wanakuja hapa, wanatoa hii, natoa. Sio tu watu wasitoze ushuru, lakini toa kijua kwamba huyo mtu anaishi, hafanyi biashara kulipa ushuru. Yeye ako na watoto nataka walipiwe karo, ako na nyumba mpaka alipe kodi, vile vile ako na familia mpaka wakule na kadhalika. Kwa hivyo yale yote nataka yaangaliwe, na haya yote, na vile vile ili hakuna mtu anataka tu awe aanze kuuza mboga mwaka huu, mwaka ingine, anataka atoke pale aende mahali ingine, sivyo? Nambianga watu wengine saa ingine mfano ya mtu mmoja Myahudi, na hii ni kitu Wayahudi wamefanya katika mara mingi zaidi. Wayahudi baada ya wao kupigwa sana, walikuwa wanaanza hawana chochote. Anakuja kwako, kwa mfano moja anasema uniazimie, unikopeshe shilingi 1. Unikopeshe, sio unipatie.
Hapa kwetu nasema tu unisaidie. Msaidie. Lakini wao nasema unikopeshe shilingi moja. Anachukua hiyo shilingi moja nampatia yeye, anakwenda. Anakwenda ananunua rangi ya viatu na ile nini na ile brush ya kupiga. Shoe shine boy. Sasa mtu akitembea na mwenye sema, excuse me, can I brush your shoe? Anakaa pale, nampatia shilingi moja au nini sumoni, tena ingine namna hiyo. Baada ya wiki moja amepata sasa shilingi ile moja yako imezaa imekuwa mbili. Anakuja anarudishia wewe ile yako, anabaki na ile yake. Anaendelea kufagia hiyo viatu. Baada ya mwezi moja sasa hiyo kufagia viatu sasa amekwenda amenunua kiti mzuri anakaa naye. Na hata ile sanduku ya kuweka ukija yeye unaweka pale unakaa pale anakupiga viatu. Baada ya tena kama miezi mitatu amfungua kiosk sasa. Sasa hakuna kiosk pale. Anauza chai. Baada ya kuuza hii chai kwa tena miezi 6 mwaka moja sasa jenga mkahawa, restaurant. Hiyo restaurant inaendelea namna hii, inakuwa hoteli. Sasa ni mahali ya kukula na mahali ya kulala, boarding and lodging. Hiyo hoteli tena inazaa hoteli nyingine, tena inazaa nyingine, inazaa nyingine, alafu inakuja kwa inaitwa the chain of hotels. Hiyo ndio hadithi ya Bwana Hilton. From a shoe shine boy, utaona Hilton Hotel Nairobi, Hilton Hotel Johannesburg, Hotel Cairo, ingine New York, ingine London, ingine Tokyo. Alianza kama shoe shine boy. Kuna mwingine anaitwa Mr. Rothschild. Sasa ni financial giant. Alianza namna hiyo. Bwana Toyota, sasa huyo ni Japan, alikuwa anatengeneza mabaiskeli. Akaanza kutengeneza scooter. Hiyo scooter katika bana kaenda na weka part ana assemble scooter. Kutoka pale akaenda kwenda kwa pikipiki. Kutoka pikipiki akaanza kutengeneza sasa gari ile ya 4-cylinder engine. Na akaendelea namna hiyo mpaka sasa hiyo ikaja ikawa conglomerate ya Toyota International ambayo naona hapa. Bwana Toyota alikuwa namna hiyo. Kwa hivyo hata nini bwana anaitwa bwana Daimler nianza namna hiyo. Na baadaye akatengeneza gari na hii kidogo watu walikuwa hawataki kuingia ndani yake, walisema hii itakwenda kuanguka na sisi. Mtoto wake msichana ambaye alikuwa na miaka 17 akasema, "Daddy, I'll come with you." Kaingia ndani ya hiyo gari wakaenda naye. Baada ya kilomita 35 ikakuwa mauko. Lakini hiyo model akaita hiyo jina hiyo mtoto wake kuna anaitwa Mercedes. Hiyo ni hadithi ya Mercedes Benz. Kwa hivyo tunataka tupatie watu wetu fursa ya kutoka katika hali chini huko na kupanda kwenda mpaka hali ya juu. Inawezekana. It can be done. Lakini it cannot be done ikiwa kama nasema tu watu unataka kupatia watu mawheelbarrow. Sisi tuko na njia ya kusaidia watu wetu kutoka hali ya ufukara waende katika hali ambayo wameendelea zaidi. Sisi ndio tunajua. Wale ambao wanaongea juu ya mambo haya hawaelewi. I know how to help people to transform themselves socially. Upward social mobility is what we want for our people in this country. And it's possible by giving them an opportunity.
give them proper training, they will rise. Kenyans are very enterprising people. Kenyans only lack opportunity. And that's why katika BBI tumesema patia watu mkopo halipi interest mpaka baada ya miaka 5. Tumesema mko na ile sako yenu. Hiyo ni pesa itangizwa pale ndani hiyo sako. Na mtakuwa hamlipi interest yoyote mpaka baada ya miaka 5. Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? BBI hoi. Tukuna mpango kwa vijana, mpango kwa kina mama, mpango kwa wazee. Yote iko ndani ya BBI. Wale ambao wanapinga kitu ambayo hawaelewi. Kitu ambayo hawaelewi. Yale kuna fikra mingi ambayo imeenda ndani yake. Tu wanaona tu ati tumesema tunataka kutoa pesa mingi juu tulete hapa mashinani. Vile iko pale ndani. Badala ya 15 tulete 35. Lakini kuna mpendekezo mengi ambayo tumeweka ndani yake. Kwa hivyo sisi tunapendekeza, na hii ndio kitu mimi na Uhuru tunataka kuachia Wakenya, ili watu wetu waweze kutoka katika hali hii. Tufuate ile nchi zingine tulikuwa nao sawa, kama nchi ya Korea Kusini. Tulipokuwa tunapata uhuru, uchumi wetu ilikuwa sawa na Korea Kusini. Kwa upande ya mali, upande ya kilimo, upande ya miundo msingi, upande ya mapato ya watu, upande ya matibabu, upande ya viwanda, Kenya na Korea Kusini zilikuwa rika. Lakini baada ya miaka 57 uchumi ya Korea Kusini inashinda yetu mara 50 times bigger than ours. Korea Kusini imetoka katika hali ya ufukara, from a third world economy to a first world economy. Sasa unaona Hyundai imetoka huko, LG imetoka huko, Samsung imetoka huko. Nyinyi hapa hata kutengeneza sindano bado hamjaanza kutengeneza. Hayo hatuwezi kufika huko ikiwa kama sisi tutaambia watu wetu ati mkokoteni peke yake, ati wheelbarrow peke yake. Wengine wanapiga kelele ati wheelbarrow. Hiyo ni kama mtu ambaye amepumbazwa, haelewi ati kwamba anadanganywa. Unadanganywa na yule unadanganywa. Ukweli ni kwamba sisi tunataka kuona kama Wakenya wamerudi pamoja, muungana pamoja. Hatutaki muungano ya Wakikuyu au ya Wajaluo au ya Waluhya au ya Wakamba au ya Wakalenjin au ya Mijikenda. Nataka muungano ya Wakenya. Wewe kama Wakenya watu moja, wana upendo. Ikiwa kama yewe ulichukua mali ya mtu, na hiyo mimi nataka kurudia tena. Kama ulichukua mali ya mtu, rudishie mtu hiyo mali yake. Hawezi kuwa sawa wewe nakuja nafukuza mtu kwa mali yake. Unachoma nyumba yake, alafu baadaye unamfukuza atoke. Baadaye unasema sasa Kenya moja tuungana, tumesameheana, alafu mambo yakawa namna hiyo. Kama mmesameheana, rudisha mali ya mtu ambaye ulichukua. Hiyo ndio sasa tunaweza kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. La sivyo tunadanganyana. Ama sivyo? Ama sivyo? Hatutaki kueneza chuki. Nataka kuhubiri amani, upendo katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi nitakuja. Sio Githurai, nitakuja Githurai. Hii mlima nitapanda. Mimi nitapanda. Matiba alinifundisha. Tulikuwa na Matiba alinifundisha. Matiba was a mountain climber, a mountaineer. Alinifundisha kupanda mlima. Wengine wanasema Raila hawezi kupanda mlima. Nitawaambia hao ng'oo.
mtaniona huko. Kwa hivyo mimi natuma nyinyi mpeleke salamu kwa wenzenu huko Githurai, naambia ya kwamba mimi nitakuja kuwatembelea siku nyingine. Asanteni sana. BBI Tibim, BBI Ria, BBI Tialala, BBI Telala. Nobody can stop radio. Haya basi, machairman wa kanzo kidogo. Tupeane nafasi tafadhali, tusonge nyuma ili picha iwapate tafadhali. Your Prime Minister, nataka kuambia kitu moja. Wakati mlisalimiana na Uhuru Kenyatta na amani ikarudi, wasee walisema lazima wapatie zawadi. Zawadi yako ndio hii. Na hiyo ingine uende uambie Uhuru bado yuko hapa, aje aichukue kwa sababu tulifurahia sana. Kwa hivyo hebu washike. Atimia uai kami. Naomba nafasi ili picha ionekane. Turudi hatua moja nyuma, wale mko kando, ili iweze kuonekana. Asante. Asante. Okay, asante sana. Tuende salama, tukutane Githurai. Asante. Lakini pia kina mama tunakutuma kwa mama. Kuna kina mama wanatumana. Hapa wamefika. Kujeni mchukue vitu ya mama. Naomba uangalie kamera. Thank you. Tusonge nyuma ili wapiga picha wapate picha. Songa nyuma kidogo hapo, songa nyuma hapo ndio kwa heshima. Asante. Thank you. Thank you. Haya. Asante sana. Kuna kitu kingine kimoja mzee. Kuna kitu moja pengine guoko. Gushokia guoko. Okay, sawa. Asante, thank you very much. Thank you. Tumepata picha hiyo. Asante. Asanteni kina mama. Asante. Thank you. Asante. Naomba tupeane nafasi sasa. Thank you. Yeah. Thank you very much. Haya. Thank you. Naomba nafasi nzuri wakati mgeni wa heshima anaondoka. DJ. Haya, asante. Nobody can stop BBI.